Na mpendwa mtazamaji, tumsifu Yesu Kristo. Ni wasaa mwingine ninapokualika uungane nami katika fursa hii ya kukuletea kipindi maalum kabisa, ambapo siku hii ya leo tunaangazia maisha, utume na kwa kifupi historia ya Baba Askofu Eusebius Nzigilwa, askofu mteule wa Jimbo Katoliki la Mpanda nchini Tanzania. Leo tumemtembelea katika makazi yake ili tuweze kujua mambo mawili matatu kuhusiana na utume wake, hasa anapomshukuru Mungu kwa miaka 25 ya utume wake kama padri, lakini vile vile kama kiongozi wa kanisa Katoliki. Kukualika katika kipindi hiki maalum uko nami mtangazaji wako Pascal Mwanache. Fuatana nami mpaka mwisho na basi tuweze kufuatilia historia hiyo kwa makini. Na kama nilivyokudokeza, naye mgeni wangu katika fursa hii ya leo, Baba Askofu Nzigilwa, karibu sana. Na bila kupoteza muda, tupende kufahamu mambo machache kuhusiana na utume wako kama kiongozi mkuu katika jimbo, lakini vile vile kama askofu mteule wa Jimbo Katoliki la Mpanda. Tungependa kufahamu juu ya historia yako ya kifamilia, kuzaliwa, pengine ubatizo kama kumbukumbu zinakuruhusu, hata walioshiriki katika kupatia sakramenti hizo. Tuelekea hapa kipaimara. Asante sana. Mimi ni Askofu Nzigilwa Eusebius. Historia yangu inaanzia mkoani Mwanza, ambako nilizaliwa tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 1966. Wakati huo wazazi wangu walikuwa wakifanya kazi kule mkoani Mwanza. Sisi sio wazaliwa wa Mwanza, lakini wazazi walikuwa kule kwa shughuli za kikazi. Mimi baba yangu ni mtu wa Iringa na mama yangu ni mtu wa Mbeya, lakini unajua katika nchi yetu majukumu ya kikazi yanawapeleka wazazi katika sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo nilizaliwa Mwanza tarehe hiyo 14 Agosti 66, na wakati nazaliwa kule baba yangu au sema wazazi wangu walikuwa wameshapata transfer ya kikazi kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam. Lakini kwa kuwa mama alikuwa anaonekana kama anasubiria zawadi hii ya Mungu, wakati baba ametangulia Dar es Salaam, yeye alibaki kwanza Mwanza ili mambo haya sisafiri iko katika nyakati hizo za kujifungua. Kwa hiyo nikawa nimezaliwa Mwanza, na baada ya kuzaliwa, baada ya wiki mbili nikabatizwa. Nilizaliwa katika hospitali ya Sekotule, na mama yangu alikuwa akifanya kazi pale pale kwenye hospitali ya Sekotule, alikuwa ni muuguzi mama yangu. Na baada ya wiki mbili nikabatizwa. Nilibatizwa katika kanisa kuu la Mwanza pale parokia ya Bugando. Ilikuwa ni tarehe 27 mwezi Agosti. Kwa kama siku 13 tu baada ya kuzaliwa. Na hiyo naelewa ni kwa sababu walikuwa wanajua wanaondoka na hawakutaka wasafiri na mtoto bado hajabatizwa. Mimi napenda wazazi wangu walikuwa ni watu wa imani. Kwa hiyo tukabatizwa, na baada ya mwezi kama mmoja hivi miwili ndio na sisi tukawa tumeama sasa kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam. Tukakaa Dar es Salaam kwa miaka mitatu. Tulikuwa tunakaa maeneo ya Mnazi Mmoja mwanzoni kule. Mwaka 69 wazazi wangu wakapata transfer tena kwenda Tanga kikazi. Kwa hiyo tukaondoka Dar es Salaam kwenda Tanga. Mimi nilikuwa katoto kadogo, inasimuliwa tu hivyo. Kwa hiyo nimeondoka na miaka mitatu hapa Dar es Salaam kwenda Tanga 69. Mwaka 71 wazazi wakapewa transfer kurudi tena Dar es Salaam. Kwa hiyo 71 wakarudi tena Dar es Salaam, na tangu hiyo 71 hawakuondoka tena Dar es Salaam mpaka walipostaafu, na wote wamefia hapa Dar es Salaam na kuzikwa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwa kukaa mfululizo Dar es Salaam ni kuanzia 71 mpaka sasa, lakini ukijumlisha na ile mitatu ya utotoni ile ya 66 mpaka 69 ni kama miaka kasemu kubwa ya maisha yangu, zaidi ya miaka 50 maisha yangu nimeyatumia hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo tulipofika Dar es Salaam mwaka 72 ndo nikaanza shule ya chekechea hapa Dar es Salaam kule Msimbazi Mission. 72 na 73 nilisoma kule chekechea, na 74 nikaanza darasa la kwanza katika shule ya msingi Msimbazi Boys. Ilikuwa kule Mission. Ilikuwa wakati ilikuwa Msimbazi Boys, ilikuwa boys kweli, ilikuwa tunasoma shule nzima wavulana watupu. Kwa hiyo nikasoma pale kuanzia hiyo 70, wakati tuko tunaanza 73 mwishoni Disemba shule zinafunguliwa. Basi mimi napenda kusema kama ni 74 mpaka 80 ndio nikamaliza darasa la 7. Sasa kipindi hicho tunakaa kule Ilala, kwa hiyo tunasali parokia Msimbazi.
Kwa hiyo niliweza kupata vile vile sakramenti ile ya komuni ya kwanza na kipaimara kule parokiani Msimbazi. Komuni ya kwanza nilipata mwaka 77 wakati niko darasa la 4, na kipaimara nikapata mwaka 80 nikiwa darasa la 7. Komuni ya kwanza simkumbuki paroko alikuwa nani wakati ule, mapadri wetu Msimbazi tuko wadogo sisi wa ministranti pale, walikuwa kina Padre Diego, kina Padre Bernard na wengine sikumbuki nani hasa alinipa komuni ya kwanza. Lakini kipaimara mwaka 80 tulipewa na Mwazama Kardinali Lauriani Rugambwa, marehemu, Mungu ampokee kwake mbinguni. Yeye ndo alikuwa askofu mkuu wa Dar es Salaam wakati huo. Kwa hiyo ndio kuzaliwa na mpaka hizo sakramenti za awali za ubatizo, komunio na kipaimara. Pengine labda utushirikisha katika hali hiyo ya utoto au katika hali ya kukua katika familia na katika jamii kwa ujumla. Labda kulikuwa na kiashiria fulani ambacho pengine wazazi na wanajamii walikuwa na kionja kwako ambacho kwa kinaashiria kuelekea katika wito huu ambao sasa hivi unautumikia. Wakati tukiwa wanafunzi pale Msimbazi Boys, ile ni shule ya mission ile, ingawa baadaye ilikuja kuchukuliwa na serikali, tulikuwa vile vile tunatumikia kule parokiani. Na tulikuwa watumishi wazuri, tulikuwa tunapenda ibada, na tulikuwa tuna mapadri wanaotulea katika yale malezi ya utumishi kule wa altare. Na hata nyumbani wazazi wangu walikuwa wakituhimiza kusema, Uzebi leo hujaenda kwenye mazoezi ya utumishi, mbona Jumapili hatukuona ukitumikia? Sasa wajua watumishi mapokuwa wengi, unaweza ukatumikia wiki hii, wiki nyingine akapanga watu mwingine. Sasa usipopangwa siku hiyo, yani baba lazima kuuliza kwamba labda ulitege mazoezi au ni baba ni mzunguko tu, sio kama ni watu. Kwa hiyo hata wenyewe walikuwa wakinihimiza wazazi kwamba hakikisha zile shughuli za utumishi ninazizingatia. Sasa kunihimiza kule ilikuwa tu ni malezi tu ya Kikristo au waliona viashiria, sasa wangekuepo wenyewe wangeweza kusema, lakini mimi ninachojua tu kwamba tulikuwa tunatumikia na tulikuwa tuna mapadi pale wanatulea, kina Padre Isidori sasa hivi yuko kule San Damiani kule Msimbazi, Padre Constantino ndio walikuwa walezi wetu pale, walikuwa vijana wakati huo, sasa hivi ni watu wazima, hata sasa ni watu wazima, ndio walikuwa kitulea pale na walikuwa tunajisikia vizuri. Vile vile kuepo masista wa Baldeg pale, walikuwa kina Sister Evarista, Sister Pauline ambaye baadaye alikuja kuwa mama mkuu wa shirika la wadogo. Tulikuwa nao kule Msimbazi enzi hizo, tukiwa shule ya msingi, walikuwa wote wanatutia hamasa na sisi tulikuwa tunajisikia vizuri kuwa karibu nao katika huduma ya kanisa. Na labda tukiangazia safari sasa ya masomo, maana seminari labda masekondari mpaka kuelekea seminari kuu na baadaye ushemasi na upadre, unaweza kutupitisha kidogo kwenye historia? Ndio. Kwa hiyo niseme kama nilivyosema, kwenye safari ya elimu ni labda niseme hiyo chekechea Msimbazi Mission, alafu darasa la kwanza mpaka darasa la 7 Msimbazi Boys pale parokiani Msimbazi Dar es Salaam. Na baada tukiwa darasa la 7 ndo tukafanya mitihani ya kujiunga na seminari. Kwa hiyo mimi nilifanya mtihani pamoja na vijana wengine na nikawa nimechaguliwa kujiunga na seminari ya Mtakatifu Petro Morogoro. Inajulikana St. Peter's Seminary Morogoro. Yeah. Na pale St. Peter kwa hiyo nilianza darasa form 1 mpaka form 6 nimesoma St. Peter's. Kwa form 1 tulianza mwaka 1981 na tukamaliza kidato cha 6 mwaka 1987. Na kwa Mei wakati ule hapo unakuwa na kalikizo karefu. Kwa hiyo baada ya kumaliza kidato cha 6 sisi hapa Jimbo Kuu la Dar es Salaam tulikuwa tuna utaratibu kwa waseminari wake kwenda jeshini. Kwa hiyo baada ya kuweza kidato cha 6 mimi nilienda jeshini, Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka mmoja. Nilianza miezi 6 katika kambi ya Oljolo Arusha. Ukuta na kwata nilizipiga kweli kweli. Na baada ya kutoka kule Oljolo, wakati wa ile kipindi cha mzunguko wa pili tunaita service, nikawa nimepangwa kambi ya Mgulani hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo ilikuwa sasa ni Juni 87 mpaka Juni 88, 1988 ndo tulikuwa tumemaliza hiyo mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Na Julai mwaka 88 ndo nikajiunga na seminari kuu ya Kibosho. Kwa hiyo wakati tuko jeshini tayari mkurugenzi wetu ameitwa, wakati alikuwa ni Padre Joseph Makebu, ni padre moja shirika la Merino Marekani. Alikuwa anawasiliana na sisi wakati ni telegram au barua. Sasa bahati nzuri mimi kipindi cha pili nilikuja kufanyia kambi ya Mgulani hapa Dar es Salaam,
nilikuwa napata fursa ya kuonana na mkurugenzi wa miito, kwa sababu ilikuwa ni rahisi kutoka Mgulani kwenda kuonana naye, kwa sababu hapa ilikuwa sio Ukuruta tena tunapata huduma. Kwa hiyo Jumapili tulikuwa tunaruhusiwa kutoka na nini, kwa hiyo katoka kwa mfuata ofisini parokiani, anakueleza mipangilio. Kwa hiyo tayari wakati niko jeshini tayari nimeshachaguliwa kuingia seminari kuu ya Kibosho kwa masomo ya falsafa. Kwa hiyo tulienda Kibosho ule mwaka 1988 huo mwezi wa 7, na tulimaliza mwezi wa 6 mwaka 1990. Kwa hiyo mwezi wa Juni 90 ndio tukamaliza masomo ya falsafa kule Kibosho, na Julai mwaka 90 ndio tukajiunga na seminari kuu ya Kipalapala Tabora kwa masomo ya teolojia. Kibosho ilikuwa ni falsafa miaka 2, afu baadaye Kipalapala teolojia kwa miaka 5. Kwa hiyo tukaingia Kipalapala Julai mwaka 1990 na kumaliza Juni mwaka 1995. Na Juni hiyo ndio nikapata upadri. Lakini wakati ule sisi tulikuwa tunapata ushemasi baada ya mwaka uchungaji. Kwa hiyo mimi ushemasi nilipata mwaka 95 Januari pamoja na wenzangu tulikuwa 6, na Juni ya mwaka 95 tukapewa daraja la upadri tarehe 23 Juni 95, na alitupatia ushemasi na upadrisho ni wakati wa askofu mkuu Paul Kapengo, alikuwa askofu mkuu wa Dar es Salaam, wakati alikuwa bado hajawa kardinali. Kabla tujaangazia utume uliofanya ukiwa padri baada ya kupata daraja hilo la upadri, labda najaribu kuwaza tu katika seminari nyingi ni sehemu ambapo pia wanachochea vipaji mbalimbali, kushiriki michezo, kushiriki hiki na kile. Kama kijana, njia moja hapo vile vile kujifunza basi ni kushiriki hivyo vitu. Pengine labda unaweza kutushirikisha ukamshirikisha mtazamaji ni kipaji gani ambacho kwako pengine watu walikitambua au mwenyewe ulikijua na ulikuwa unajivunia kuwa nacho katika zile enzi za kusoma seminarini na mpaka unakuwa padri? Unajua kipaji, mtu akikuuliza una kipaji gani, sio rahisi wewe kusema nina kipaji fulani. Wanaokuzunguka wanaweza ndio wakasema una kipaji. Wewe unaona unafanya vitu vya kawaida, lakini watu wanaona unafanya vizuri, hapo naona kama unafanya kwa umejaliwa jambo hilo. Labda ni ukiacha ile maisha ya shule ya msingi ambayo ilikuwa ni bado utoto kidogo na nini, wewe hata uweze labda pengine hapa kuna vitu vilishaanza kujitokeza pale. Lakini hapa kwenye maisha ya seminari, hasa hii seminari za elimu ya sekondari form 1 form 6, tulikuwa tuko shule ni za boarding zile. Kwa hiyo kwa shule ya boarding kuna vitu lazima mvifanye pale. Na mimi nakumbuka vitu nilivyokuwa nikivipendelea katika mambo haya unawasema kama ya vipaji, ukiacha yale zile taratibu za kimalezi ambazo ilikuwa labda ni masomo, maisha ya sala, kazi, nidhamu. Hayo ni hivyo ni mfumo wa kimalezi. Lakini sasa tunakuwa na zile shughuli nyingine za jumla kama vile michezo, burudani, debates na vitu vya mtindo huo. Tulikuwa tukishiriki. Na mimi nakumbuka nikiwa St. Peter Seminary kule Morogoro, kwanza form 1 hadi form 6, nilikuwa nikishiriki kwanza kwenye mambo ya maigizo. Uigizaji ile kuigiza, utakuwa unacheza nafasi, unacheza, nilikuwa nikiigiza sana. Lakini vile vile nilikuwa napenda vile vile kushiriki katika vikundi vya nyimbo, lakini sio nyimbo zile za kwaya kama Pasco ni mtaalamu wa muziki. Mimi ule sio katika upande ule. Mimi nilikuwa napenda zaidi zile za jiving, kwa sababu jiving kabla ya kuimba tulikuwa tuna miondoko na mimi miondoko ndio nilikuwa naipenda ile kucheza. Sio ule unaimba kwa nidhamu kubwa utikisiki. Mimi napenda naimba huko nacheza kidogo na nini. Tukiwa vijana wakati vitu vilikuwa tunavifurahia kucheza na kuimba kwenye jiving zile. Nadhani vijana wa sekondari wengi wanajua mambo ya jiving hayo. Na hiyo kwa mambo ya michezo tungesema haba ya ndani, kuimba, kuigiza. Na vile vile katika mambo ya michezo nilikuwa napenda kucheza table tennis. Nilikuwa nacheza table tennis kiasi cha kutosha. Tanzania hata leo nikipewa nadhani nitakumbuka mkono bado unajua ping pong ile. Sikuwa mchezaji mkali sana, lakini walau kama unataka tu tutoane jasho, tungeweza kutoana jasho wakati ule. Na vile vile nilikuwa hiyo tangu nikiwa shule ya msingi nilikuwa napenda kucheza mpira wa miguu. Na nimecheza mpira wa miguu kuanzia shule ya msingi, sijui niseme darasa la ngapi, labda la kwanza, mpaka nakuwa padri. Nimekuwa nikicheza mpira na nilikuwa napata namba katika timu nilizokuwa katika
Na basi tuangazie safari yako ya utume kama padri mara baada ya kupata daraja la upadri. Labda ulifanya utume katika maeneo ambayo machache ambayo unaweza kuyakumbuka kabla ya kuingia katika utume wa askofu. Ndiyo. Kama nilivyosema hapo awali, mimi nilipata upadri tarehe 23 Juni mwaka 1995. Kwa hiyo baada ya upadrisho ndio safari ya utume inaanza. Na kituo changu cha kwanza cha utume ilikuwa ni kwenye nyumba ya malezi Kunduchi Mtongani. Kwa hiyo nikapangwa kwenda kule Kunduchi Mtongani, ambako tulikuwa tunakaa na vijana kuwalea wale vijana walikuwa wamemaliza kidato cha 6 wanajiandaa kwenda seminari kuu. Kwa ndio nilikuwa nakaa nao pale kama mlezi. Nilikaa pale kwa miaka 2.5 hivi. Na baada ya kutoka pale nikahamishwa kituo kutoka kule kwenye nyumba ya malezi Kunduchi Mtongani, nikapangwa kwenda kwenye seminari ya jimbo ilikopo Visiga Seminary, St. Mary's Junior Seminary Visiga. Kwa hiyo nikapangwa kwenda kule kwenda kuwa rector, kuwa gombela wa seminari. Kwa hiyo nilifanya utume pale Kunduchi Mtongani mwaka 95 mpaka 97. Alafu hiyo 97 mwishoni Disemba ndio nikaenda Visiga Seminari, ambako nikafanya tena kule kwa miaka 2 mpaka mwaka 97 mpaka 99. 99 nikapelekwa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ajili ya masomo zaidi ya taaluma ya elimu. Kwa nikaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam kusomea mambo ya elimu pamoja na uchumi. Kwa hiyo nikamaliza pale chuo, nilipomaliza chuo nikarudishwa tena seminari tena kuendelea kuwa gombela wa seminari. Nilipomaliza chuo nikarudi tena seminarini pale. Nikafundisha pale seminarini kwa miaka 5 nikiwa mwalimu mlezi pamoja na kiongozi. Na mwaka 2008 nikapelekwa tena chuo kikuu cha Dar es Salaam kufanya shahada ya masters ya hiyo uongozi wa elimu na usimamizi wa elimu. Kwa hiyo nikaenda tena 2008 na mpaka 2010. Sasa hiyo 2010 kabla sijamaliza, tukiwa katika research tunatengeneza dissertation zetu, ndio nikatangazwa kuwa nimeteuliwa kuwa askofu msaidizi wa Dar es Salaam. Na ni bahati nzuri nilifanyia hiyo masters yangu hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo hata uteuzi ulipokuja ulinikuta nikiwa hapa Dar es Salaam, na wakati huo tumeshamaliza mitihani na coursework, tulikuwa tunafanya tu research. Nilimaliza research nikiwa askofu na nimeenda kutetea utafiti wangu nikiwa askofu, na nikapata degree yangu ya masters nikiwa tayari ni askofu. Ilikuwa kitu cha kufurahisha. Ingekuwa nadhani ningekuwa nimesomea nje ya Dar es Salaam, kwa hivyo ingebidi ni drop masomo. Ingebidi tu nirudi jimboni nilikopangiwa na niache na masomo. Lakini pengine Mungu alipenda yote yakamilike. Na pengine labda utushirikishe, ningependa kupata simulizi ya namna ambavyo wewe binafsi ule uteuzi wa kuchaguliwa kuwa askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Dar es Salaam, namna ilivyokuwa, labda unaweza kutushirikisha. Wakati nasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam nilikuwa vile vile ni paroko msaidizi katika parokia Makongo, hapo Dar es Salaam Makongo juu. Kwa hiyo baba Kardinali Paul Kapengo wakati ananiambia bwana unaenda kusoma chuo kikuu, lakini naomba vile vile uwe unasaidia pale parokia Makongo. Kwa hiyo nilikuwa nakaa parokiani. Unajua kozi za masters sio full time darasani, unaweza kukaa parokiani ukaenda shule na ukaendelea. Kwa nilikuwa nakaa pale parokiani. Na kama nilivyosema tumeshamaliza mwaka wa kwanza, na utaratibu wetu wakati ule ilikuwa mwaka wa kwanza sisi tulikuwa tunafanya zile masters zetu ilikuwa ni coursework na dissertation. Kwa hiyo maana yake tunaanza kwanza vipindi vya darasani, hizo test, assignment, mitihani. Ukifaulu hilo ndio unapewa sasa hiyo ruhusa ya kwenda kufanya utafiti sasa. Sasa mwaka wa kwanza tulikuwa tunafanya mambo ya vipindi, mazoezi na mitihani. Na Mungu bariki tulikuwa tumeshamaliza yote na nilikuwa nimesha clear yote. Sasa tunaendelea na utafiti sasa huku. Nilikuwa wakati huo nilikuwa sasa muda mwingi nilikuwa nakaa pale parokiani na niende huko kwenye vituo vyangu huko nakusanyia takwimu za utafiti wangu. Kwa hiyo nikiwa siku moja niko kule parokiani nimejifungia chumbani kwangu na kompyuta yangu nafanya vikazi, nikakuta simu inaingia kwenye simu yangu ya mkononi. Namba sijui,
lakini basi nikajua labda ni wanafunzi wenzangu au mwalimu ananitafuta au mahali fulani ambapo labda nimeweka appointment ya kwenda kutafuta maswali labda wanataka kunipa majibu. Nikapokea. Kupokea naona mtu sauti inaniuliza, wewe ni Askofu Eusebius Nzigilwa? Sio askofu tena. Wewe ni Padre Eusebius Nzigilwa? Nikamwambia ndio. Naye akajitambulisha. Akasema mimi ni Askofu Mkuu Joseph Chenot. Askofu Mkuu Joseph Chenot ndo alikuwa balozi wa Baba Mtakatifu hapa Tanzania, nuncio. Nikastuka kabisa, wewe nuncio ananipigia simu mimi yuko nini? Akasema askofu nani? Akasema Baba Father Nzigilwa, nina ujumbe wako hapa, naomba tuonane. Nikamwambia sawa, lini? Akasema siku yote yenye nafasi, lakini mapema itakavyowezekana. Nikamwambia sawa. Basi nikamwambia basi nitakuja leo baadaye, kwa sababu nilikuwa nafanya vitu vangu wakati vimalizie, nikamwambia afu niende. Maka nilipigia ilikuwa kama kwenye saa 4 asubuhi hivi. Nikamwambia nitakuja baba kabla ya saa 6 hivi. Basi nikafunga kazi zangu pale vizuri. Wakati nilikuwa na paroko Padre Max Wambula, nikawa naenda mjini mara moja. Basi akanipa gari pale la parokia pale, nikaenda nalo ubalozini pale. Ndio nimefika pale, anijui kabidi mimi ndio Padre Eusebius Nzigilwa. Sema karibu. Ndio akaniambia, bwana Baba Mtakatifu Benedikto wa 16, unajua Katoliki Benedikto wa 16 amekuteua kuwa askofu msaidizi wa Dar es Salaam. Kasema nikastuka kidogo, maana wewe huko shuleni huko una mawazo tofauti. Unaambiwa sasa unakuwa askofu, sio kitu ambacho nilikuwa nakitarajia. Na hasa ukizingatia kwamba wakati mimi nasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, tayari Baba Kardinali alishaniambia nikimaliza pale na kwenda wapi. Nilikuwa nalijua hilo. Na nilikuwa niende Sauti Mwanza, kwa sababu wakati watu wa Sauti walikuwa wamekuja kumuomba Baba Kardinali kwamba tunamwomba Father Nzigilwa akatusaidie kule kwenye mambo ya chuo, yani kama labda siji mwalimu kiongozi siji walikuwa wameniomba nikafanye kazi kule kwao. Na kawa Baba Kardinali amemkubalia. Na wakati ule basi yule Vice Chancellor alikuwa ni Father Kitima, tumeshawasiliana naye. Kwa hiyo nilikuwa tunafanya mawasiliano na alikuwa ananilipia pale mimi mahitaji yangu ya chuo pale, kuonyesha kwamba tayari ukimaliza niende pale. Basi nilikuwa tunamwasiliana. Kwa mimi nilikuwa nalijua hilo, unaona. Na Kitima akasema baba uje huku na ukimaliza ufanye na PhD na nini. Sasa alikuwa na mipango yake tayari Father. Kwa hiyo nilipopata ile simu ya nuncio kwa kwanza, nikajua katika line ile kwamba sasa hapa scholarship imeshatiki hapo kwamba maliza uunganishe. Nilikuwa katika fikra hizo za mwanzoni kwanza. Sasa kwenda pale naambiwa hamna cha scholarship wala cha Sauti, maisha ndio yanaendelea kwa mtindo mwingine. Nilishtuka, lakini basi nikawa nimetulia. Na balozi pale wa Vatican akaniambia unatakiwa umjibu Baba Mtakatifu kama umekubali au una mawazo tofauti, basi uandike. Kwa hiyo akasema wewe nenda kesho uje uniletee barua yako. Basi nimetoka pale naendesha gari mwenyewe pale, mawazo yamejaa pale. Kwamba nitamjibu nini Benedikto wa 16 mimi. Basi nikaenda pale chumbani kwangu, nikatulia, nikasali, nikaomba, nikajikusanya kiroho. Na nikaona kadiri ninaposali na kumuuliza Mungu nini kinachoendelea, kuna kautulivu fulani nakapata ndani ya moyo, yani ile wasiwasi unazidi kupungua na kutoweka. Nikasema bila shaka huu utulivu ndio Mungu anapatikana katika utulivu. Bila shaka naambia usiogope, nenda kafanye kazi. Basi nikaandika pale tena kwa mkono. Nikaandika na kushukuru Baba Mtakatifu kwa uteuzi, kwa kuniamini na mimi kwa unyenyekevu na utii, nakubaliana na uteuzi wako. Naomba niombe niweze kuifanya kazi hiyo ulioniteua kwa uaminifu na kwa kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Nikaweka kwenye bahasha yangu pale, kesho yake kwa nuncio. Nikamkabidhi kimya pale. Vipi? Kwanza akaiangalia pale, akaisoma, alipomaliza ndo akacheka kidogo akasema sasa hii nzuri. Akalijua hapa nimepiga mgomo pale. Akasema hii safi. Sasa ndo tukaanza mazungumzo mengine pale na nini, basi ananitia moyo na nini hivi na vile. Na tukaanza kukubaliana kwamba sasa baada ya wiki 2 tutatangaza. Nikamwambia sawa.
Kwa hiyo basi wakati huo nimeambiwa kwa sababu baada ya wiki mbili tutatangaza, lakini akasema kabla ya hizo wiki mbili, baada ya siku 3 uje upate majibu ya Baba Mtakatifu ya barua yako hii. Nikamwambia sawa. Na tarehe ya kutangaza akawa ameniambia tutatangaza tarehe 28 Januari mwaka 2010. Kwa hiyo kuna wiki mbili nilikuwa najua mimi tu, labda na watu wachache tu, labda kardinali na nusu na watu wachache walikuwa najua. Sasa lazima nimalizie utafiti wangu wa kuzunguka kabla ya uteuzi huo, na batizo ilikuwa nimeshafika mbali. Na nikae kimya tu kule, wala nisionyeshe kwamba kuna jambo tayari nimeshaambiwa. Basi naendelea na maisha hivi. Baada ya siku 3 nilikuwa tena pale kwa balozi, ndio akanipa ile barua ya kutoka Vatican kwamba kama ya uteuzi sasa, ile kama umeteuliwa kabisa, barua kwa kuandika Baba Mtakatifu, wanaandikaga kwa leo nani wale masekretari wake maaskofu wale ambao wako katika ofisi ya Baba Mtakatifu, kwamba kunatoka kwenye propaganda fide kule kwamba Baba Mtakatifu amekuteua kushika hivi na hivi na hivi. Na siku hiyo ilivyoenda, ndio kwenye hiyo barua nikaambiwa kwamba umeteuliwa wewe pamoja na Padre Salutaris Libena kuwa maaskofu wasaidizi wa Dar es Salaam. Na hiyo iliniongeza mimi furaha na utulivu, kwa sababu mnapojikuta kwa pamoja mko wawili, na bahati nzuri Askofu Salutaris Libena mimi nilishafahamiana naye kabla hatujawa maaskofu. Kwa ni mtu ambaye tayari alikuwa namfahamu, niliposikia kwamba alikuwa na jimbo la Mahenge, lakini tulikuwa tunafahamiana. Kwa hivyo sema na Salutaris Libena akasema afadhali sasa kwamba lau nimepata company hapo tena, naona kama ni kijana mwenzangu hivi na nini. Ile nayo ikaniongezea furaha na utulivu wa ndani. Kwa hiyo hivyo ndivyo mchakato wa uteuzi ule wakati unakuwa askofu msaidizi ulivyokuwa. Na bila shaka mliwekwa wakfu siku moja. Ndio. Labda utukumbushe. Ndio. Kwa hiyo kama nilivyosema, kwa hiyo habari zikatangazwa tarehe 28 Januari na tukawekwa wakfu tarehe 19 Machi mwaka 2010, ambayo ni sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria katika viwanja vya Msimbazi, jimbo kuu la Dar es Salaam, tukiwa pamoja na Askofu Salutaris sasa, basi na maskofu wengi. Baba Kardinali Paul Kapengo ndio alikuwa kiongozi wa ibada katika hiyo kusimikwa kwetu, na maskofu kama kawaida wa baraza karibu wote walikuwepo. Umati mkubwa, mapadi, watawa na waamini nao walishiriki. Ilikuwa ni siku ya kukumbuka ambayo huwezi kuisahau maishani. Ni takriban miaka 10 sasa. Ni miaka 10 tayari na zaidi. Na utume mwingine sasa. Askofu mteule wa Jimbo Katoliki la Mpanda. Na labda kidogo sana uteuzi huu ulipokea kwa namna gani? Huu wa kwenda Mpanda sasa, huu nimeambiwa mwaka huu wa 2020, ilikuwa ni mwezi wa 4. Ilikuwa ni mwezi wa 4 tarehe 26 mwezi wa 4, tena siku ya Muungano, lakini mwaka huu ilikuwa ni Dominika ya 3 ya Pasaka. Tumemaliza misa, na mimi nilipomaliza, kaida mimi nikimaliza misa huwa sifunguagi simu mimi mpaka karibu na lunch siku za Jumapili. Nilikuwa kwenye misa Jumapili huwa sifunguagi simu haraka mimi. Kwa hiyo nimemaliza misa nikawa simu yangu nimeifunga tu. Sasa kumbe kule ubalozini wananitafuta. Na namba zangu wanazo. Huwa tunawasiliana na katibu anuncio na anuncio mwenyewe, huwa tunawasiliana kwa simu. Sasa sikio wananipigia wanipati, kila kipiga simu haipatikani, kila kipiga simu haipatikani. Baadaye wakafanya jitihada kuulizia watu ninaokaa nao mimi hapa, wakafaulu kupata simu ya sister mmoja wa hapa, sister mkubwa wa hapa Mamea, wakapata namba yake, wakampigia. Walipompigia, kwa sababu sisi tunamtafuta Askofu Nzigilwa, mbona tumpati? Akasema yupo. Akasema ngoja basi, hebu mpe simu tuongee naye. Asa ngoja basi kwanza kata nikamtafute nijue anafanya nini, alafu ndio mpigie. Labda unaweza kaja ukakuta mtu labda amepumzika au anafanya kitu kingine ambacho huwezi kuongea naye papo kwa papo. Basi baadaye ndio sister akaligongea, akaona anakutafuta katibu anuncio. Amesema atakupigia tena baadaye. Akasema mna shida, kwa sababu mimi simu nimezima. Sasa ilipofika baada dakika kama chache hivi, yule katibu akawa amempigia tena sister. Alipompigia sema akasema tayari askofu niko naye hapa, ongea naye. Sasa aliponipa ndio nani katibu anasema hebu ongea na nuncio. Alipoongea na nuncio akasema Nzigilwa upo nyumbani? Kabla leo nipo nyumbani. Basi samani nina shida kubwa, nataka nikuone leo kama itawezekana. Nikamwambia niko tu nyumbani hapa, nitakuja kukuona na nyambo mnaifahamu Dar es Salaam, kutoka hapa nyumbani kwangu mpaka ubalozini pale ni pafupi. Yaani kama ni gari ni ndani ya dakika 5 umeshafika. Kwa nikamwambia nisubiri tu, baada ya saa 1 hivi nitakuwa nimeshakuja hapo nyumbani kwako, kwa sababu nilikuwa najua muda ule bado nilikuwa sijakaa katika hali ya kutoka.
lazima ujiweke kwanza, unajua unapotoka uweze kujua unaenda kwa shughuli gani, utarudi saa ngapi. Basi baada hapo ndio nikawa nimeenda kumuona pale. Nilipoenda pale akasema, jana usiku tumepata barua kutoka Roma kwamba Baba Mtakatifu Francisco amekuchagua uwe askofu wa jimbo la Mpanda. Basi nikakaa kile kidogo, akacheka na mimi nikacheka. Akasema hamna shida, tutapiga tu kazi tu. Ile hii ya sasa hivi ya Mpanda hata sikushtuka kama ile ya wakati ule. Unajua ukishakuwa askofu kuna kitu fulani huwa tunakapata katika utume huko, labda kuna neema za kiaskofu hizo zinatusaidia katika kupokea utume kwa wepesi. Pengine labda kama ni Mungu ametupatia kashock absorber kakubwa zaidi kuliko tulivyokuwa mapadi, labda kutokana na aina ya kazi anayotupatia. Basi yeye wala sikumwambia kesho, yani tulikubaliana pale pale, kwamba hiyo haina shida, hiyo tutaenda tukuhudumia, haina neno. Basi akasema ngoja nitawaambia kule. Kwa hiyo tukabidi wazo tukubaliane sasa lini tutaitangaze. Kwa hiyo tukapanga pale tukakubaliana itangazwe tarehe 13 Mei 2020. Kwa hiyo mimi nilisikia waliniambia tarehe 26 Aprili. Kwa hiyo tarehe 13 Mei, kwa hiyo kama wiki mbili na kidogo hivi ndio ikaje ikatangazwa. Sambamba na uteuzi huo pia kwa sasa hivi tunaungana na wewe tukimshukuru Mungu kwa zawadi ya utumishi wako kama padri kwa miaka 25. Ni safari ndefu. Ni umri wa mtu mzima huo ambaye anaweza kujitegemea akiwa nyumbani kwake kabisa, miaka 25 ya upadri. Pengine tunapomshukuru Mungu kwa utume wako kama huo, una yapi labda au una yapi ya kuyasema katika utume wako ukiunganisha nia zako kwa Mungu na watu ambao wamekusaidia kufika hapo ulipofika sasa hivi? Ndio. Kama ulivyosema, huu ni mwaka wa 25 tangu nimepewa daraja ya upadri. Ni mwaka wa jubilei, na unapojua mwaka wa jubilei ni mwaka wa shukrani. Kwa hiyo na mimi napenda kutumia nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii ya miaka 25 ya utumishi wa kikasisi. Katika miaka 25, yani kwa uwazi kabisa nimeweza kuona upendo, wema, huruma ya Mungu katika maisha yangu kwa namna ya kustajabu. Mara zote katika utumishi wangu ninapoona kuna jambo ambalo linanitatiza, nikipiga magoti na nikamlilia Mungu, yani huwa napata faraja, nguvu na usaidizi wa kunishangaza. Nina matukio chungu nzima ambayo naoishi nao wameshasikia kadhaa, nikiwaambia jamani, kuna siku moja nilikwama hivi, nikaenda nikapiga magoti mbele Ekaristi, nimetoka nimelala asubuhi, naona kile kitu kinanitatiza, nakuja mtu ananiambia kuna jambo hili, mbona liko hivi? Hapo mimi narudi kwa Mungu, yani. Kwa hiyo kwa hilo langu ni la shukrani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Amenitendea makubwa mno katika utume wangu wa kikasisi, wa kipadri na wa kiaskofu kwa miaka 25. Siwezi amna maneno yatakayotosheleza, hata nikijaribu hapa nitakuwa napata tu kama namumunya, lakini hilo katika nafasi ya kwanza. Lakini ya pili, katika miaka 25 nimefanya kazi na maaskofu 5 katika miaka 25. Nikianza na Kardinali Paul Kapengo, ndio yeye alitupatia upadri, kwa tukaanza kufanya kazi pamoja naye akiwa askofu wetu, sisi tukiwa mapadri wake. Na baadaye nikiwa na miaka 5 ya upadri akateuliwa Methodius Kilaini kuwa askofu msaidizi wa Dar es Salaam mwaka wa 2000. Kwa hiyo tumefanya kazi na askofu Methodius Kilaini akiwa askofu msaidizi wa Dar es Salaam hapa kwa miaka 10. Watatu na askofu Salutaris Libena ambaye mwaka 2010 tuliteuliwa naye pamoja kufanya utume hapa Dar es Salaam. Na baada ya miaka 2 askofu Salutaris Libena kateuliwa kuwa askofu wa jimbo la Ifakara. Kwa hiyo akaja askofu Titus Mdoe. Kwa hiyo alikuwa Titus Mdoe ni askofu wa 4 kufanya naye kazi hapa Dar es Salaam. Na baadaye aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Mtwara. Kwa nikabaki mimi na kardinali hapa wawili tunaendeleza utume hapa jimbo kuu la Dar es Salaam. Na kabla hajastaafu akaja askofu mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi kama mwandamizi, na sasa hivi ni askofu mkuu. Na nimefanya naye kazi miaka takriban 2 hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo nina hazina ya mang'amuzi na uzoefu kutoka kwa maaskofu wote hao. Kila mmoja ana staili yake ya
utendaji na staili yake ya maisha ya kiroho na kalama na vipaji vyake ambavyo ukiwa na unyenyekevu na jicho la kujifunza, unajifunza na unapata. Unajifunza na unapata. Kwa hiyo nimejifunza ya kutosha kutoka kwa maaskofu nilofanya na kazi nao. Lakini vile vile nimefanya kazi na mapadri wa jimbo, mapadri wa mashirika. Nadhani Dar es Salaam ni moja kati ya majimbo yaliyojaliwa kuwa na idadi kubwa ya mashirika ya kitawa wa kike na wa kiume. Na kwa miaka ile yote 25 na hasa hii miaka 10 ya uaskofu hapa Dar es Salaam, nimefanya nao kazi kwa karibu zaidi mapadri wa jimbo, mapadri watawa na watawa wa kike vile vile. Tumena mabraza, tumeshirikiana nao vizuri sana na ninawashukuru sana. Wamekuwa msaada mkubwa sana kwangu, wamekuwa ni faraja kubwa sana kwangu, wamekuwa chimbuko la furaha, wanakutia moyo, wanakusaidia, wanakuombea. Kwa hiyo vile vile nimefanya kazi vile vile na waamini walei. Hilo ndio jeshi kubwa kabisa katika kanisa. Walei wana moyo wa pekee. Walei ni watu wanawapenda sana viongozi wao. Wanajitoa, wanatusaidia, wanakufurahia. Ukiwa na uhitaji fulani katika kazi zako kule, ukiwa bwana, hebu nimekwama hapo, hebu nisaidie, hebu kwenye ofisi ile au jambo lifuatilie, unaona anafuatilia kwa moyo, kwa bidii, anajua anakusaidia wewe askofu wake, lakini vile vile anajua anasaidia utume katika kanisa. Ni utume wao ambao wanao katika kanisa wameweza kutekeleza, na mimi nimeonja wema, ukarimu na upendo wa waamini walei kwa namna ya ajabu. Lakini vile vile tumefanya kazi na watu ambao sio watu wa kanisa. Ukikaa Dar es Salaam utafanya kazi vile vile na viongozi wa serikali, wanasiasa, watu wa dini na madhehebu mengine, na watu wengine wafanya biashara. Utafanya kazi vile vile na watu wenye watoaji huduma vitu mbalimbali. Wote hao utakutana nao katika utendaji wao, na wote kwa kweli tulifanya nao kazi vizuri kabisa, tulishirikiana nao vizuri. Kwa hiyo ni nafasi vile ya kumshukuru Mungu na kuwashukuru wao kwa hayo yote ambayo tumeweza kuyafanya kwa pamoja. Lakini vile nishukuru sana familia yetu. Sisi huko tulikozaliwa huko wamenitia moyo sana, kuanzia wazazi, kaka zangu, dada zangu, ndugu zangu, yani wajomba, shangazi, kaka mkubwa, dada mdogo, nani. Yao ni wote wamekuwa msaada mkubwa sana kwa kunitia moyo, kutuombea katika safari hii yote. Mimi sikuwahi kupata kikwazo kutoka kwenye familia katika safari yangu ya wito. Daima wamekuwa ni msaada, na mpaka sasa hivi tunavyoongea. Lakini vile na marafiki zangu wa utotoni huko Ilala, wapi, Msimbazi Boys, St. Peters, Kibosho, Kipalapala, Tabora, Moshi. Nina marafiki wengi tuliosoma nao, wengine tuliosoma nao chuo kikuu cha Dar es Salaam. Yaani kila tunapokutana tunafurahiana. Tena labda nikumbusha tu, nakumbuka siku ile sasa tunaenda kwenye utetezi wa zile dissertation zetu chuo kikuu pale za masters. Tumepangwa pale, tuko kama wanafunzi kama 10 hivi siku hiyo katika zamu yetu hiyo. Na mimi jina langu lilikuwa kama la 6 hivi. Basi nimeenda pale nikawakuta wenzangu, basi kwanza kunipongeza pale, askofu, yani hivyo unatuacha yani. Basi baadaye akaja yule profesa wetu akanambia, askofu, unaona jina lako hivyo, wewe utaingia saa hiyo, ungependa muda gani katika huo, unaona muda uko vizuri? Nikasema huko hamna shida profesa, nadhani uko sawa tu. Akasema utaki kuingia mapema kidogo? Nikasema sasa mapema si kuna watu wengine hapa wametangulia, wamepangwa kabla. Wenyewe kasema askofu, kama unataka kuingia mapema sisi wote tunakukubalia tu. Waliposema walikubalia, kama profesa wewe nipange kama wa pili huko au watatu. Maana nilipofika pale kuna mmoja tayari alikuwa ndani. Na nikaambiwa ameingia kama dakika 10 hivi. Na tulikuwa tunatumia kama dakika 30 mpaka 40. Nikaambia nani profesa, kama wako tayari akitoka tu yule ndani niingize mimi bwana. Hizi dakika 20 za kusubiri zinatosha mimi kujikusanya hivi. Yaani wanafunzi wenzangu pale wote wakaikubali hiyo na hili. Wakasema nenda katufukuzie mapepo huko ili sikiingia huko mambo yakae vizuri. Kwa hiyo unaweza kaona jinsi unaenda pale unatetea pale kama askofu, lakini walimu na hata wanafunzi wako bado wanakutia moyo na kukupa support, yani wanaheshimu hayo majukumu uliopewa na Mungu na kanisa. Na hiyo watu wanasema hii mimi yote hii ya kupewa nafasi kwamba hata mwingine yuko tayari nafasi yake, sio kwamba alikuwa anaogopa kwenda kutetea. Wote tulikuwa tunajiamini na wote tulifaulu. Lakini alikuwa anaonyesha kidogo na kupatia askofu nafasi. Tangulia kwa sisi bado tuna muda wa kunani huko. Nikaingia kule nikafanya, nikatoka pale nikawashukuru
basi wengine wanasema baba, hebu tubariki na sisi tuingie huko tukafanya mambo huko. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba aina ya ushirikiano na usaidizi nilikuwa naupata katika maisha yangu ya kihuduma kutoka kwa makundi mbalimbali. Wanafunzi wenzangu, walimu walionifundisha, wote walikuwa wananiangalia kwa kuniheshimu kama vile ni kiongozi wa kiroho pamoja kwamba ni mwanafunzi wao. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa yote hayo, na ninaombea neema na baraka tele ndugu zangu wote hao. Tuendelee na mshikamano huo. Mpanda bado ni Tanzania, tutakuwa tunawasiliana, tuendelee kuhudumiana na kusaidiana. Labda la mwisho, waamini sasa wa Jimbo Katoliki la Mpanda wana kiu ya kusikia neno kutoka kwa kiongozi wao, mchungaji wao mkuu. Labda unalipi la kuwaambia? Labda tu kwa kuambia tu niwahakikishie kwamba wana Mpanda, nimefurahi sana kuja Mpanda kufanya kazi na wao. Na nitakwenda pale Mpanda, nitafanya kazi kwa moyo wangu wote, kwa nguvu zangu zote, akili zangu zote, na kipawa chochote nilichopewa na Mwenyezi Mungu, ninavyovijua na nisivyovijua, wenyewe wataviona huko, nitavitumia kwa ajili ya kuleta ustawi wa kiroho, wa kimwili na wa kimaendeleo wa wana Mpanda, kwa wana kanisa na wananchi wote kwa ujumla. Tayari moyoni na akilini mwangu ninayo maeneo ambayo nimeshaainisha kama vipaumbele vyangu nikienda Mpanda, lakini kanuni za uongozi aziniruhusu nianze kuvitamka hivyo wakati hata sijafika hapo na kufanya hata assessment pamoja na wanampanda wenyewe. Mimi naweza nikasema jamaa, mimi nilikuwa nafikiria hivi, lakini kidogo niwasikilize na wenyewe wanafikiria nini. Maana unaweza kwenda na vitu vyako, kumbe wenzako walishavifanya hivyo vikakwama mahali fulani. Kwa hiyo kwanza nikawasikilize na wenyewe kidogo, hivyo nilivyo navyo na vile ambavyo wenyewe wanavyo, tutaweza tukatengeneza hiyo listi kwa uzuri zaidi kuliko nikianza kusema mimi nikienda kule nitafanya moja bitatu. Na tayari ninayo listi yangu kichwani, moyoni. Hata ingekuwa sio kwenye kuhojiana ningeweza kukutajia, lakini nadhani nitakaa na mapadi, watawa, waamini wa Jimbo la Mpanda, nitawashirikisha nilikuwa nayo moyoni na nitapokea ya kwao, na kwa pamoja tutatengeneza vipaumbele vyetu, alafu hivyo tutavitekeleza. Kwa hiyo ninawaambia kwamba ninakuja kwa furaha. Nimeshasikia kwamba wana Mpanda ni watu wenye upendo na ukarimu mkubwa, wanapiga sana kazi. Wakaniambia baba askofu, hizi kazi zitaenda kukubana huko, watakulisha sana wale wanalima sana kule. Kwa hiyo basi wameandalia vile vile na uwanja wa mazoezi ili ni wakinilisha niwe nafanya na mazoezi sije nikashindwa kutembea sasa. Kwa hiyo wana Mpanda ningesema hivyo kwa sasa. Mengine tutazungumza tukishafika huko nikikaa na familia yangu mpya ile. Baba, mimi nikushukuru sana kwa wasaa wako na kutushirikisha yale ambayo unayo katika utume wako, na nikupongeze, nikutakia kila laheri katika majukumu yako mapya, lakini kwa namna pekee zaidi sana kwa miaka 25 ya upadri. Jambo la kupongeza, na tunaungana na Mwenyezi Mungu kuombea kila laheri. Na mtazamaji ambao alikuwa ukifuatilia kipindi hiki maalum cha mahojiano yaliyokujia kutoka hapa katika makazi ya Baba Askofu Eusebius Nzigilwa, askofu mteule wa Jimbo Katoliki la Mpanda, na hapa ndipo tunafika tamati ya kipindi chetu hiki maalum. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa mgeni wetu siku ya leo, Askofu Nzigilwa, na watu wote ambao kwa namna pekee wameshiriki katika utume wake kwa miaka yote akiwa Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Kwa wakati mwingine, mimi sina la ziada. Kwa niaba ya timu nzima kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ninakutakia kila lililo jema na tumsifu Yesu Kristo.